Rwanda si wageni wa kuzalisha habari za kipekee, hasa kwenye masuala ya uongozi na siasa. Miaka hivi karibuni, walimwengu walishangaa baada ya kusikia kijana aitwaye Ian Kagame, ambaye ni mtoto wa Rais Paul Kagame wa nchini Rwanda, akiwa katika kikosi cha kumlinda rais wa nchi hiyo, ambaye ni baba yake. Jambo hili lilifanya watu wengi kutamani kufahamu kijana huyu ni nani na nini sababu ya kufanya hivyo, au ni masuala ya upendeleo kama tunavyoona kwa marais wengi wa Afrika. Ikaja kujulikana kuwa kijana huyu ana sifa ya kujituma sana, licha ya kuwa baba yake ana cheo kikubwa. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, inadaiwa kuwa kijana huyu ni mwanajeshi mwenye cheo cha luteni. Hivyo leo nimekuletea historia ya kijana huyu kuanzia kuzaliwa mpaka kushika nafasi aliyonayo hivi sasa. Pia nitakueleza kuhusu madai ya kuwa Rais Paul Kagame anamwandaa kijana huyo kuwa rais wa nchi. Hivyo kaa kwa kutulia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kama unakubali tunachokifanya, tafadhali bonyeza like tu. Utanijulisha kuwa huwezi kunitumia hela ya maji, lakini unaelewa ninachokifanya. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa tuende kazi. Kabla hatujafika kwenye maisha ya kijana huyu, wacha turudi nyuma kidogo kabla hata mimba yake haijatungwa. Baba yake kijana huyu, Rais Paul Kagame, alizaliwa mnamo tarehe 23 mwezi Oktoba mwaka 1957. Ni mwanasiasa na ofisa wa zamani wa kijeshi wa Rwanda ambaye amekuwa rais wa nchi hiyo tangu mwaka 2000. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, inadaiwa kuwa rais huyu alifunga ndoa mnamo tarehe 10 mwezi Juni mwaka 1989 na mkewe aitwaye Jeanette Nyiramongi, na inaelezwa kuwa kabla ya kufunga ndoa na Paul Kagame, mwanamke huyu alikuwa akiishi nchini Kenya jijini Nairobi. Mwanamke huyu alizaliwa huko Burundi baada ya wazazi wake kukimbia mauaji ya kimbali nchini Rwanda. Baada ya kufunga ndoa na Paul Kagame, wakaendelea kuishi nchini Rwanda. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, inaelezwa kuwa wanandoa hao walifanikiwa kupata watoto 4 pamoja, huku Ian Kagame akiwa ni mtoto wa 3. Haijulikani ni lini hasa kijana huyu alizaliwa kwa sababu hakuna taarifa hizo mitandaoni, ila inaelezwa kuwa kijana huyu alizaliwa katika jiji la Kigali. Baada ya kuzaliwa, Ian Kagame alionyesha kuwa na mapenzi makubwa na michezo, lakini pia masuala ya kijeshi. Kutokana na hilo, mtoto huyu alionekana kuwa tofauti sana, kwani watoto wengi wa wanasiasa na viongozi wakubwa barani Afrika wanapenda kuishi maisha ya starehe sana, lakini kijana huyu inaelezwa mambo yalikuwa tofauti sana. Inaelezwa kuwa kijana huyu alisoma shule ya msingi na sekondari huko nchini Rwanda, na baada ya kumaliza alifanikiwa kufanya vizuri katika masomo. Pia wakati anasoma alikuwa akishiriki michezo mbalimbali, hasa mpira wa miguu. Baada ya kumaliza elimu yake ya sekondari, alikwenda nchini Marekani ambako alienda kujiunga na chuo kinachoitwa Williams College. Huko alisomea masuala ya uongozi na akafanikiwa kuhitimu na shahada ya uongozi. Baada ya kurudi nchini Rwanda, rasmi akaanza kufukuzia ndoto zake za kuwa mwanajeshi. Hivyo ikabidi atume maombi katika chuo cha kifalme kiitwacho Royal Military Academy Sandhurst kilichopo nchini Uingereza. Baada ya muda majibu yalirudi, huku yeye pamoja na rafiki zake wawili wakifanikiwa kupata nafasi ya kwenda kusoma kwenye chuo hicho. Inaelezwa kuwa chuo hiki ni moja kati ya vyuo maarufu sana duniani na watoto wa marais mbalimbali huenda kuchukua mafunzo ya kijeshi huko. Baada ya muda, Ian Kagame na wenzake wawili rasmi waliripoti chuo na wakaanza mafunzo ya kijeshi. Inaelezwa kuwa wakiwa katika chuo hicho, kijana huyu alionyesha uwezo mkubwa na alikuwa na bidii sana katika mafunzo yake, jambo lililofanya viongozi waliokuwa wakiwapa mafunzo kuanza kumpenda, kwani alionyesha nidhamu ya hali ya juu licha ya kuwa baba yake alikuwa ni rais. Baada ya muda, Ian Kagame pamoja na rafiki zake wawili walifanikiwa kuhitimu mafunzo yao ya kijeshi, na familia Paul Kagame pamoja na wageni wengine kutoka Rwanda walihudhuria katika sherehe za mahafali ambazo zilifanyika huko nchini Uingereza. Wakati sherehe hizo zikiendelea, Ian Kagame alifanikiwa kutunikiwa cheo cha luteni wa pili. Pia alipewa tuzo ya mlinzi wa heshima kutokana na uwezo wake mkubwa alioonyesha wakati wa mafunzo. Baada ya kurudi nchini kwao, Ian Kagame alijiunga na jeshi la Rwanda. Baada ya kujiunga na jeshi hilo, kijana huyu alionekana kuwa na bidii sana katika majukumu aliyopewa. Hivi sasa kijana huyu yupo katika kikosi kinachohusika na kumlinda rais wa nchi hiyo Bwana Paul Kagame, na kikosi hicho kinaitwa Presidential Guard. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, inaelezwa kuwa Ian Kagame alijiunga na kikosi hicho miezi mitatu tu baada ya kujiunga na jeshi la Rwanda.
Hivi karibuni kulisambaa na picha mbalimbali ambazo zilimwonyesha kijana huyu akiwa anafunga ndoa ya kijeshi na binti mrembo ambaye mpaka hivi sasa jina lake halitambuliki. Lakini ilielezwa kuwa binti huyo ni raia wa Rwanda na ndoa hiyo aliifunga jijini Kigali nchini kwao. Picha hizi zilipata umaarufu mkubwa sana katika mitandao ya kijamii, huku watu wengi wakimpongeza kijana huyo. Kwa mujibu wa wachambuzi mbalimbali wa masuala ya kisiasa, wanadai kuwa Rais Paul Kagame anamwandaa kijana wake Ian Kagame kuwa mrithi wa nafasi ya urais pale atakapoondoka madarakani. Jambo hili limekuwa mjadala katika mitandao ya kijamii, huku wengi wakionyesha kusikitishwa na mpango huo na wengine wakionyeshwa kuupenda, kwani kijana huyo ameonekana wazi kujituma, tofauti na ilivyo kwa watoto wengine wa marais ambao wamekuwa wakipewa vyeo kiupendeleo bila ya kuonyesha juhudi wala bidii yoyote. Niambie kwenye sehemu ya comment, je, unahisi Paul Kagame anamwandaa kijana huyu kuwa rais wa nchi hiyo? Au Rwanda si wageni wa kuzalisha habari za kipekee, hasa kwenye masuala ya uongozi na siasa. Miaka hivi karibuni, walimwengu walishangaa baada ya kusikia kijana aitwaye Ian Kagame, ambaye ni mtoto wa Rais Paul Kagame wa nchini Rwanda, akiwa katika kikosi cha kumlinda rais wa nchi hiyo ambaye ni baba yake. Jambo hili lilifanya watu wengi kutamani kufahamu kijana huyu ni nani na nini sababu ya yeye kufanya hivyo, au ni masuala ya upendeleo kama tunavyoona kwa marais wengi wa Afrika. Ikaja kujulikana kuwa kijana huyu ana sifa ya kujituma sana licha ya kuwa baba yake ana cheo kikubwa. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, inadaiwa kuwa kijana huyu ni mwanajeshi mwenye cheo cha luteni. Hivyo leo nimekuletea historia ya kijana huyu kuanzia kuzaliwa mpaka kushika nafasi aliyonayo hivi sasa. Pia nitakueleza kuhusu madai ya kuwa Rais Paul Kagame anamwandaa kijana huyo kuwa rais wa nchi. Hivyo kaa kwa kutulia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kama unakubali tunachokifanya, tafadhali bonyeza like tu. Utanijulisha kuwa huwezi kunitumia hela ya maji, lakini unaelewa ninachokifanya. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa tuende kazi. Kabla hatujafika kwenye maisha ya kijana huyu, wacha turudi nyuma kidogo kabla hata mimba yake haijatungwa. Baba yake kijana huyu, Rais Paul Kagame, alizaliwa mnamo tarehe 23 mwezi Oktoba mwaka 1957. Ni mwanasiasa na ofisa wa zamani wa kijeshi wa Rwanda ambaye amekuwa rais wa nchi hiyo tangu mwaka 2000. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, inadaiwa kuwa rais huyu alifunga ndoa mnamo tarehe 10 mwezi Juni mwaka 1989 na mkewe aitwaye Jeanette Nyiramongi, na inaelezwa kuwa kabla ya kufunga ndoa na Paul Kagame, mwanamke huyu alikuwa akiishi nchini Kenya jijini Nairobi. Mwanamke huyu alizaliwa huko Burundi baada ya wazazi wake kukimbia mauaji ya kimbali nchini Rwanda. Baada ya kufunga ndoa na Paul Kagame, wakaendelea kuishi nchini Rwanda. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, inaelezwa kuwa wanandoa hao walifanikiwa kupata watoto 4 pamoja, huku Ian Kagame akiwa ni mtoto wa 3. Haijulikani ni lini hasa kijana huyu alizaliwa kwa sababu hakuna taarifa hizo mitandaoni, ila inaelezwa kuwa kijana huyu alizaliwa katika jiji la Kigali. Baada ya kuzaliwa, Ian Kagame alionyesha kuwa na mapenzi makubwa na michezo, lakini pia masuala ya kijeshi. Kutokana na hilo, mtoto huyu alionekana kuwa tofauti sana, kwani watoto wengi wa wanasiasa na viongozi wakubwa barani Afrika wanapenda kuishi maisha ya starehe sana, lakini kijana huyu inaelezwa mambo yalikuwa tofauti sana. Inaelezwa kuwa kijana huyu alisoma shule ya msingi na sekondari huko nchini Rwanda, na baada ya kumaliza alifanikiwa kufanya vizuri katika masomo. Pia wakati anasoma alikuwa akishiriki michezo mbalimbali, hasa mpira wa miguu. Baada ya kumaliza elimu yake ya sekondari, alikwenda nchini Marekani ambako alienda kujiunga na chuo kinachoitwa Williams College. Huko alisomea masuala ya uongozi na akafanikiwa kuhitimu na shahada ya uongozi. Baada ya kurudi nchini Rwanda, rasmi akaanza kufukuzia ndoto zake za kuwa mwanajeshi, hivyo ikabidi atume maombi katika chuo cha kifalme kiitwacho Royal Military Academy Sandhurst kilichopo nchini Uingereza. Baada ya muda majibu yalirudi, huku yeye pamoja na rafiki zake wawili wakifanikiwa kupata nafasi ya kwenda kusoma kwenye chuo hicho. Inaelezwa kuwa chuo hiki ni moja kati ya vyuo maarufu sana duniani na watoto wa marais mbalimbali huenda kuchukua mafunzo ya kijeshi huko. Baada ya muda,
Ian Kagame na wenzake wawili rasmi waliripoti chuo na wakaanza mafunzo ya kijeshi. Inaelezwa kuwa wakiwa katika chuo hicho, kijana huyu alionyesha uwezo mkubwa na alikuwa na bidii sana katika mafunzo yake, jambo lililofanya viongozi waliokuwa wakiwapa mafunzo kuanza kumpenda, kwani alionyesha nidhamu ya hali ya juu licha kuwa baba yake alikuwa ni rais. Baada ya muda, Ian Kagame pamoja na rafiki zake wawili walifanikiwa kuhitimu mafunzo yao ya kijeshi, na familia Paul Kagame pamoja na wageni wengine kutoka Rwanda walihudhuria katika sherehe za mahafali ambazo zilifanyika huko nchini Uingereza. Wakati sherehe hizo zikiendelea, Ian Kagame alifanikiwa kutunikiwa cheo cha luteni wa pili. Pia alipewa tuzo ya mlinzi wa heshima kutokana na uwezo wake mkubwa alioonyesha wakati wa mafunzo. Baada ya kurudi nchini kwao, Ian Kagame alijiunga na jeshi la Rwanda. Baada ya kujiunga na jeshi hilo, kijana huyu alionekana kuwa na bidii sana katika majukumu aliyopewa. Hivi sasa kijana huyu yupo katika kikosi kinachohusika na kumlinda rais wa nchi hiyo Bwana Paul Kagame, na kikosi hicho kinaitwa Presidential Guard. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, inaelezwa kuwa Ian Kagame alijiunga na kikosi hicho miezi mitatu tu baada ya kujiunga na jeshi la Rwanda. Hivi karibuni kulisambaa na picha mbalimbali ambazo zilimwonyesha kijana huyu akiwa anafunga ndoa ya kijeshi na binti mrembo ambaye mpaka hivi sasa jina lake halitambuliki. Lakini ilielezwa kuwa binti huyo ni raia wa Rwanda na ndoa hiyo aliifunga jijini Kigali nchini kwao. Picha hizi zilipata umaarufu mkubwa sana katika mitandao ya kijamii, huku watu wengi wakimpongeza kijana huyo. Kwa mujibu wa wachambuzi mbalimbali wa masuala ya kisiasa, wanadai kuwa Rais Paul Kagame anamwandaa kijana wake Ian Kagame kuwa mrithi wa nafasi ya urais pale atakapoondoka madarakani. Jambo hili limekuwa mjadala katika mitandao ya kijamii, huku wengi wakionyesha kusikitishwa na mpango huo na wengine wakionyeshwa kuupenda, kwani kijana huyo ameonekana wazi kujituma, tofauti na ilivyo kwa watoto wengine wa marais ambao wamekuwa wakipewa vyeo kiupendeleo bila ya kuonyesha juhudi wala bidii yoyote. Niambie kwenye sehemu ya comment, je, unahisi Paul Kagame anamwandaa kijana huyu kuwa rais wa nchi hiyo? Au Rwanda si wageni wa kuzalisha habari za kipekee, hasa kwenye masuala ya uongozi na siasa. Miaka hivi karibuni, walimwengu walishangaa baada ya kusikia kijana aitwaye Ian Kagame, ambaye ni mtoto wa Rais Paul Kagame wa nchini Rwanda, akiwa katika kikosi cha kumlinda rais wa nchi hiyo.